kwa jambo hili kubwa mlilolifanya. Yani kimacho tu ukiona utaona kwamba ni jambo la kawaida. Kwa kweli mumefanya jambo kubwa sana, na utaratibu huu kama ilivyotangulia risala kwamba umetoka nyuma na unaendelea. Bila shaka tukiondoka sisi na kizazi kitakachokuja, basi uendeleze jambo hili. Kwa hiyo tutakapolizungumza hili jambo, kwa kweli ni jambo kubwa, na hili ndio litapelekea umoja wetu, sio wingi wanaofanya kwenye mitaa kama hivi. Kwa hili jambo ni la kipekee, ndio jambo ambalo linaonesha mapenzi na umoja baina ya watu wa mtaa pamoja na wazee wao. Basi Allah ataubariki mtaa huu, na kwa kila yule ambaye aliyekuja na fikra ya kuanzisha jambo hili, basi Allah atampa kila la kheri. Katika risala imesemwa kuna changamoto, inshallah tutashirikiana kwa pamoja tuhakikishe tunatatua changamoto hizo. Bila shaka mabusati haya huwa tunaazima, kwa tutaandaa utaratibu wa kutafuta mabusati yetu yatatumika kwa mambo mbalimbali ili jambo hili liendelee vizuri kabisa. Na hili futurisho sio mara ya mwanzo, ni kawaida yetu na desturi yetu, na hii ni kutokana na urisi tuliorisi kutokana kwa makaka zetu na wazee wetu, kwa maana ya kwamba hili jambo halikuanza leo wala jana. Jambo hili ni la muda mrefu na sisi tupo kwenye kuendeleza hili jambo. Kama tunavyojua, jambo likiwa jema ukiliendeleza, sababu nazo zinakuwa ni mwendelezo, na hata walioanzisha pia nao sababu ni mwendelezo. Lengo la iftarisho ni kuimarisha udugu, lakini pia lengo la iftarisho ni kupata faradhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata maandiko yanasema unapomfuturisha mwenzako basi ujira unaupata mara mbili. Hivyo lengo kubwa la iftarisho ni kupata fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia kuimarisha udugu, ushikamano kwenye jamii. Iftarisho hii imefanywa na maskani ambayo inaitwa Men to Men, almaarufu tuna jina jingine tunajiita Jumuiya ya Al-Hudaybiyah. Inabidi hii ni iftarisho ya maskan, ni maskan tu, tumejiorganize wana maskan, tumeandaa hii iftarisho na sio mara ya mwanzo. Kusema kweli vijana wana mwamko, wanaitafuta khairati, na hivi ndio inavyotakiwa. Mimi natoa neno langu moja kubwa, hawa vijana wa hapa ambao wameshiriki kufanya haya maazimisho ya iftarisho, wasiwe iftarisho tu na mambo mengine yote ya dini. Wawe msimamo mbele, wawe na msimamo thabiti kama walivyolisimamia hili, inshallah mpaka likenda likafanikiwa kama hili, kwa sababu hili ni jambo jema, na kama tunavyojua ajazaul ihsan ila ihsan, hakika malipo ya wema ni wema tu. Kwa hali wema huu usiwe hapa tu wa iftarisho, uwe wema wenye kuendelea. Ushauri wangu wa vijana kwamba wafate malezi mema, wafate malezi mema ambao wanapewa na wazee wao, na haya malezi ambayo ndio kama haya ambayo ya kufanya mambo mema, waache kabisa na mambo yaliokuwa hayana maana. Kwa kweli kwamba nashukuru kwamba kwa hapa tulipofikia sasa hivi, kila siku zikenda kwamba vijana wanazidi, yani tuweze kusema wanazidi kupanua ule wigo, ushafahamu, wa maendeleo, kwa sababu hata sisi tulianzia katika ambao mazingira yalikuwa magumu, ushafahamu. Kwa sababu kama sasa hivi tukiangalia kwamba siku zinavyokwenda, kadiri zinavyokwenda, nao wanazidi kuliboresha kiukweli. Lengo kabisa la iftarisho hili, kama tunajaribu kwamba kurejesha zile silka na tamaduni za Mizanzibari, kwamba ni kwa rehemu yani wazee wetu, ushafahamu, au pengine kuiga ambazo vile vitu ambavyo walivyokuwa wanavifanya wazee wetu, ushafahamu. Kwa inabidi tunajaribu kwamba kuzikuza hizi tamaduni za Kizanzibari zisiweze kupotea, kwa sababu kwa mwanzo kwamba zilikuwa hivi ndio zilivyoanzia, kwa sababu walikuwa watu wanaftari, yani maftarisho kama haya yalikuwepo. Sasa ni kweli kwamba tumejaribu kwamba lengo kubwa la iftarisho hili ni kuenzi ambazo zile tamaduni za Kizanzibari ambazo zilikuwepo nyuma, na tuweze kuziendeleza hivi ziweze kuendelea, ili kwamba kadri vizazi vinavyokuja viweze kuelewa kwamba huku nyuma wazee wetu walikuwa wanafanya kitu gani na sisi tunatakiwa tufanye kitu gani. Mfano sisi tulikuwa tunafanya ile iftarisho kwamba tulikuwa kama ni vijana, ushanifahamu,
naweza kusema kwamba tulikuwa hata moja hamna ambaye ulioa na hamna hata moja ambaye ulikuwa na mtoto, lakini sasa hivi tukiangalia sisi tumekuja hapa, wengi wao tuna watoto sasa hivi, tushakuwa baba familia. Lakini sasa tukiangalia kwamba wale vijana ambao tuliowaachia wao wanaliendeleza, kwa sababu na wao tunachoomba kwamba wafahamu kwamba wazee wetu walikuwa wamefanya kitu gani na sisi tunatakiwa tufanye kitu gani, ni kuendeleza zile silka na tamaduni za Kizanzibari.